Mpendwa mtazamaji, na kukaribisha uungane nami katika tafakari ya siku. Leo ni Ijumaa ya juma la 17 la mwaka. Injili ambayo inatuongoza kwenye tafakari yetu inatoka kwa mwinjili Mathayo sura ya 13 aya ya 54 hadi 58. Wapendwa katika Kristo, injili ya leo inatuletea tukio la kusikitisha sana. Bwana wetu Yesu Kristo anarudi kwenye kijiji chake alichokulia cha Nazareti. Kama tunavyofahamu, hapa ndipo alipokulia. Hapa ndipo watu walipomuona akiwa bado mtoto, akikua, akiwa kijana na akifanya kazi pamoja na baba yake mrishi Yosefu, kazi ya useremala, pia akiwa pamoja na mama yake Mama Bikira Maria kwa muda mrefu, takribani miaka 30. Walimwona akiwa ni mtu wa kawaida, akiwa sawa na vijana wengine wote wa pale kijijini. Na kama tunavyofahamu, Bwana wetu Yesu Kristo alipoanza utume wake wa hadhara, hakuanza Nazareti. Alianza Galilaya na maeneo mengine huko Kapernaumu. Alikuwa huko akihubiri, akiponya wagonjwa, akifukuza pepo na kufanya miujiza mingi. Habari zake zilikuwa zimeenea sehemu mbalimbali, na hata watu wa Nazareti walikuwa wanasikia habari zake. Labda walikuwa wanasema, yule Yesu aliyekuwa kwenye kijiji chetu, tuliyemuona akiwa pamoja na mama yake Maria na baba yake Yosefu, tunasikia anafanya mambo makubwa huko. Basi siku moja Yesu alirudi nyumbani kwao, alirudi kijijini kwake, akaingia katika sinagogi na kuanza kufundisha kama tulivyosikia kwenye injili ya leo. Badala ya watu kufurahia kwamba kijana wao amerudi akiwa mwalimu mkubwa, akiwa ana hekima, akiwa na busara, anafundisha maandiko matakatifu kwa mamlaka, wao wakaanza kushangaa na kuanza kuuliza, huyu amepata wapi hii hekima? Haya mamlaka kayatoa wapi? Huyu si mwana wa seremala? Mbona tunamjua mama yake? Mbona tunamjua baba yake? Haya ameyapata wapi? Maswali yao hayakuwa kwa ajili ya kutafuta ukweli. Yalikuwa ni maswali ya kumdharau Bwana wetu Yesu Kristo na kumzihaki. Hawakuona yale Mungu aliyokuwa anafanya ndani yake. Wao walichoangalia ni historia yake, kwamba huyu sisi tunamfahamu, huyu haya ameyatoa wapi? Ndio maana Injili natuambia wakachukizwa naye. Kwa maneno mengine, walikwazika kwa yale ambayo Kristo alikuwa anayafanya, wao wakakwazika. Ndugu zangu, hii ndiyo hulka ambayo bado ipo hata leo. Hii ndiyo tabia ya kwetu sisi binadamu. Mara nyingi tunawahukumu watu kwa historia yao kuliko maisha yao ya sasa. Mtu labda alikuwa mlevi huko zamani, leo amebadilika na amemrudia Mungu. Badala ya kumtia moyo na hata kumpongeza na kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuweza kumbadilisha, tunaanza kusema huyu tunamjua, huyu mbona anaigiza tu, nyie mpeni siku mtamuona amerudi kule kule. Labda mtu alikuwa ni maskini sana, alikuwa hana uwezo, mnamfahamu hapo mtaani. Leo mnamuona amefanikiwa kwa juhudi na baraka za Mwenyezi Mungu. Badala ya kumpongeza, watu wanaanza kusema lazima kuna njia tu za giza amezitumia. Hii sio bure. Lazima kuna njia za giza. Huyu tunamfahamu kabisa alikuwa hana chochote, leo hii yuko hivi.
Labda pia kuna mtu alikuwa na maisha mabaya ambayo sisi tunayafahamu. Labda alikuwa ni mdhambi, alikuwa ni muongo na kadhalika. Leo tunamuona kwamba amekuwa ni mwaminifu, labda amekuwa ni mtumishi wa Mungu, anasoma masomo kanisani, au labda amekuwa ni baba mwema, au amekuwa ni mama mwema katika familia. Lakini utakuta wengine bado wanamuona kwa macho ya zamani, hawamtazami kwa jicho la sasa, wanamwangalia kwa macho ya zamani. Tunafunga macho kuona kile ambacho Mungu amekifanya ndani yake. Ndugu zangu, hiyo ndiyo iliyokuwa dhambi ya watu wa Nazareti, ambao walisema wanamjua Yesu wa zamani. Hawakutaka kumkubali Kristo ambaye Mungu alikuwa anamfunua mbele yao. Ndugu zangu, Mungu habaki kwenye historia ya mtu. Mungu huandika historia mpya. Tukisoma kwenye historia ya kanisa, kumejaa ushuhuda wa mambo kama haya. Mfano mzuri, Mtakatifu Agustino, wengi tunamfahamu. Aliishi maisha ya anasa, maisha ya dhambi kwa miaka mingi. Mama yake Mtakatifu Monika hakukata tamaa, bali aliendelea kumwombea kwa machozi. Watu wengi walimuona kama kijana aliyepotea, lakini Mungu alimgeuza kabisa. Akawa askofu, akawa mwalimu mkubwa wa kanisa, na mmoja wa watakatifu walioacha hazina kubwa ya mafundisho ya Kikristo kwenye kanisa. Pia tunamwona Mtakatifu Maria wa Misri. Kwa miaka mingi huyu aliishi maisha ya dhambi, maisha ya uasherati, lakini alipokutana na huruma ya Mungu, alitubu kwa dhati, akaishi maisha ya toba jangwani kwa miaka mingi, na leo kanisa linamheshimu kama mfano wa utakatifu, mfano wa maisha ya utakatifu. Ndugu zangu, watakatifu hawa wanatufundisha kwamba hakuna historia iliyo mbaya kiasi cha kumzuia Mungu kuandika ukurasa mpya. Kuna msemo mzuri unaosema, kila mtakatifu ana historia na kila mwenye dhambi ana nafasi ya kuwa mtakatifu. Kwa hiyo tusiwe watu wanaofungia wengine ndani ya makosa yao ya zamani. Labda kuna mtu katika familia yako ambaye ulimfahamu akiwa na tabia mbaya, leo ameanza maisha mapya. Usimrudishe nyuma kwa maneno yako ya kukatisha tamaa. Labda kuna mtu huko kazini au kanisani au katika jamii ambayo Mungu sasa hivi anamtumia. Usimdharau kwa sababu unajua historia yake. Usimdharau. Na pengine hata wewe mwenyewe kuna watu ambao bado wanakuona kwa macho ya zamani. Usivunjike moyo. Yesu mwenyewe alipitia jambo hilo. Walimjua tangu utotoni. Hawakuamini kwamba Mungu alikuwa anatenda mambo makubwa kupitia kwake, kupitia kwa Kristo. Mwishoni kwenye Injili tumesikia mwinjili anatuambia kwamba Bwana wetu Yesu Kristo hakufanya miujiza mingi huko kwa sababu ya kutokuamini kwao. Kumbe ukosefu wa imani uliwafanya wakose baraka. Nasi tusiwahukumu watu. Tukikataa kuona kazi ya Mungu ndani yao, tunaweza pia kujinyima neema ambazo Mungu alitaka kutupatia kupitia wao. Leo Yesu anatualika kubadili mtazamo wetu. Tusihukumu watu kwa walivyokuwa jana, bali tuangalie kwa kile Mungu anachofanya leo. Tuache Mungu awe nafasi ya kuandika ukurasa mpya katika maisha ya kila mtu.
na tusiwe kama watu wa Nazareti waliomuona Yesu, ambao walimuona Yesu kwa macho ya historia badala ya kumuona kwa macho ya imani. Basi tumuombe Mwenyezi Mungu aweze kutusaidia tuwe na hekima ya busara ya kuona kwamba Mwenyezi Mungu anaweza kuandika ukurasa mpya kwa kila mmoja, na tusikatie tamaa watu, tusiwahukumu watu kwa sababu tunaona wamebadilika na kudhani kwamba labda wanaigiza, bali tuwatie moyo na tutambue kwamba Mwenyezi Mungu anaweza kumbadilisha mtu yeyote. Tunapoona mtu anabadilika, tunatakiwa kumtia moyo, kumpongeza, lakini pia kumshukuru Mungu kwamba sasa mtu huyu kwa neema na baraka za Mwenyezi Mungu anabadilika. Akubariki na kukulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.